Leo tunakaribia kuadhimisha miaka 5 tangu kuanzishwa kwa kituo hiki cha Aerospace Medical and Training Center, yani AMTC, taasisi inayojikita katika uchunguzi wa afya kwa wataalamu wa anga kabla ya kupata leseni za kuruka, mafunzo ya tiba ya anga, maandalizi ya huduma za dharura yani first aid, pamoja na kuimarisha afya na ustawi wa wafanyakazi wa sekta ya usafiri wa anga hapa nchini. Hebu fikiria hali ambapo abiria anaweza kupata tatizo la mshtuko wa moyo au moyo unaposimama akiwa katika futi 35,000 juu ya usawa wa bahari. Maisha yake yanategemea uwepo wa wahudumu wa ndani ya ndege na wataalamu ama mtaalamu aliyepata mafunzo sahihi ya huduma ya kwanza na ufufuaji wa mapigo ya moyo yani CPR, au hata uwepo wa madaktari wenye ujuzi ndani ya ndege hiyo. Maarifa haya yanaweza kuleta utofauti kati ya maisha na kifo. Hii ndio sababu kuu iliyotusukuma kuanzisha AMTC, yani Aerospace Medical and Training Center, kuhakikisha kuwa wataalamu wa sekta ya anga wanakuwa na mafunzo sahihi, maandalizi ya kitabibu na uelewa kukabiliana na huduma za dharura ili kulinda usalama wa abiria, wafanyakazi na jamii kwa ujumla. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, AMTC imefanikiwa kutoa vyeti maalum vya afya kwa wataalamu wa anga, yani Aviation Medical Certificate, vinavyoweza kusaidia kufanya kazi zao kwa ufanisi. Kwa wastani zaidi ya wanaanga 500 kupata uchunguzi wa kiafya kila mwaka kupitia kituo chetu cha AMTC. Vile AMTC imefanikiwa kutoa mafunzo kwa wataalamu mbalimbali wa sekta ya anga, wakiwemo marubani, wahudumu wa ndani ya ndege, wahandisi wa ndege, waongozaji ndege yani air traffic controller, pamoja na wafanyakazi wa viwanja vya ndege. Sambamba na hilo, tumeendelea kuendeleza mitaala ya mafunzo ya tiba ya anga pamoja na kuanzisha programu mbalimbali za uhamasishaji wa afya kwa wafanyakazi wa sekta hii muhimu. Tunapokaribia kuadhimisha miaka hii 5, tarehe 4 mwezi wa 4 2026, tutafanya hafla maalum ya wadau pamoja na maonyesho ya maendeleo ya afya ya sekta ya anga katika hoteli hii ya Hyatt Regency hapa Dar es Salaam. Hafla hii haitakuwa tu ni kusherekea mafanikio yetu, bali pia itakuwa ni fursa ya kuzindua hatua mpya zitakazopanua mchango wetu katika sekta ya anga. Katika maadhimisho haya tutazindua mambo makuu 3. La kwanza, kutakuwa kuna uzinduzi wa kitabu cha Quick Guide to Aviation First Aid. Kitabu hiki ni cha mwongozo mfupi wa vitendo kuhusiana na huduma ya kwanza katika sekta ya anga, kilichoandaliwa kwa ajili ya wahudumu wa ndege, wafanyakazi wa ardhini, wanafunzi wa mafunzo ya anga pamoja na wadau wa sekta ya usafiri wa anga. Kitabu hiki kitapatikana kidijitali katika mitandao ya Amazon na Kindle pamoja na majukwaa mengine ili maarifa haya yaweze kuwafikia wataalamu kote duniani. Pili, uzinduzi wa mfumo wa mafunzo ya mtihani mtandaoni yani Online Training Center. Mfumo huu utatoa fursa kwa wataalamu wa sekta ya anga kupata mafunzo ya tiba, kufanya mitihani ya kupata vyeti kwa kupitia simu ama kompyuta bila hata kuhitaji kusafiri. Hii ni hatua muhimu katika kupanua upatikanaji wa mafunzo ya kitaalamu nchini na katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki. 3, kutakuwa kuna kampeni ya uchunguzi wa afya ya wafanyakazi wa sekta ya anga, kutambua kuwa afya bora ni msingi wa usalama wa kazi. AMTC itaendesha zoezi la utoaji wa afya, huduma za afya kwa viwanja viwili vya ndege. Tarehe 31 Machi tunategemea tutafanya huduma hii kule Abedi Amani Karume Zanzibar, ambapo takriban wafanyakazi 200 wa sekta ya anga watapatiwa huduma ya uchunguzi wa afya. Kisha tarehe 1 na tarehe 2 Aprili zoezi hili litaendelea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere hapa Dar es Salaam, ambapo zaidi ya wafanyakazi 500 wa sekta ya anga watashiriki katika uchunguzi wa afya na mafunzo ya uhamasishaji wa afya. Vipimo hivi vitakavyotolewa vitajumuisha uchunguzi wa shinikizo la damu, sukari,
malaria, kiwango cha damu, pamoja na uhamasishaji na uchunguzi wa awali wa saratani ya kizazi, shingo ya kizazi, saratani ya matiti na saratani ya tezi dume. Hatua hizi zinaweza kusaidia kugundua changamoto za kiafya mapema ili kulinda afya za wafanyakazi wa sekta hii muhimu. Dhamira yetu katika AMTC ni kuendelea kuwa moja kati ya makampuni yanayohakikisha kuwa kila mtaalamu wa sekta ya afya ya sekta ya anga anakuwa na mafunzo sahihi, maisha bora na uwezo wa kukabiliana na dharura ili kulinda usalama wa abiria na wafanyakazi wa sekta hii. Miaka 5 iliyopita tulianza kwa sababu tuliona kuna uhitaji. Leo tunaona matokeo na safari yetu bado inaendelea. Tunawaalika wadau wote wa sekta ya anga, mashirika ya ndege, waendeshaji wa viwanja vya ndege, mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa anga, mashirika na sekta ya afya pamoja na vyombo vya habari kushiriki nasi katika hatua hii muhimu. Kwa pamoja tunaweza kuendeleza na kuimarisha afya na usalama wa wanaanga pamoja na wale ambao wanatumia anga nchini Tanzania na katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki. Kwa muda wa miaka 5 AMTC imekuwa ni moja kati ya kampuni ambayo inasaidia makampuni ya ndege kwenye utambuzi wa masuala ya dharura yanapotokea, lakini kuwafundisha wahudumu wa ndani ya ndege ili kukabiliana na dharura zinapotokea. Tulipoanza 2021 tulikuwa na makampuni machache ambayo wao walikuwa wanajikita moja kwa moja kwenye huduma tu za dharura wakiwa huko ground. Lakini baadaye kaona kuna uhitaji na shule nyingi ambazo zilizozinduliwa baada ya hapo zilikuwa zina uhitaji wa wafanyakazi na pamoja na wale wadau wa afya ya anga ili kuwezesha hawa wahudumu wa ndani ya ndege wanaweza kukabiliana vipi na hizi huduma za dharura. Kwa hiyo mpaka sasa tuna zaidi ya wanafunzi 1000 ambao tayari wanauelewa wa masuala haya, ambao karibia 300 tayari wako kwenye kampuni kwa mfano Air Tanzania na makampuni mengine ambayo sasa wanatoa huduma moja kwa moja wanapokuwa angani. Na suala la pili kuhusu mitaala, sisi tunasimamiwa na Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA, lakini na Mamlaka ya Usafiri wa Viwanja vya Ndege Duniani IATA. Hawa ndio wanatengeneza mitaala kwenye masuala ya aviation medicine pamoja na first aid. Kwa hiyo sisi tunatumia mitaala ya kimataifa, hatutumii tu mitaala yetu ya hapa. Na kwa sababu gani? Kwa sababu mamlaka ya usafiri za anga zote zilizokuwa zimesajiliwa basi zinasimamiwa na makampuni maalum au mamlaka maalum. Kwa mfano kama sisi tunasimamiwa internationally, tunasimamiwa na ICAO, International Civil Organization, Civil Aviation Organization, ambayo wao ndo wana oversee ni namna gani sisi tunaweza tukaendana na mabadiliko ya dunia na ni namna gani tunaweza tukatengeneza mitaala yetu ili yakisi masuala ambayo sisi tunayasimamia. Na suala la changamoto zipo, na kwenye tasnia hii tumeona kwamba changamoto ni uelewa baina ya watu ambao wanasafiri kwa njia ya anga na wahudumu wa ndani ya ndege. Unaweza kukuta anaposafiri mtu na ni mgonjwa, hana uhakika kwamba yale, kwa mfano anasafiri anaenda nchi nyingine kwa ajili ya matibabu, hana uhakika nini cha kuchukua, au hana uhakika dawa gani za kuchukua, dawa gani asichukue, au ni namna gani anaweza kusafiri akiwa salama. Kwa hiyo sisi tunachokifanya kwanza ni kushauri kwenye makampuni ya ndege ni namna gani wao wanaweza kutengeneza policies ambazo zitawasaidia wao na wale abiria ili wanapopatwa na shida kwenye ndege au kabla ya kusafiri, wanapokwenda kwenye safari hizi za ndege, basi wawe na uelewa ni namna gani wanaweza kupata msaada. Na suala jingine kwenye changamoto zipi zilizopatikana, kwa nini tulianzisha online training center na changamoto ni zipi? Tumeanzisha online training center kwa sababu sasa kuna part mbili kwenye training. Kuna sehemu ambayo ni ya nadharia, tunafundisha kinadharia. Kwa hiyo ni siku kama kwa mitaala ya IATA tunatakiwa tusomeshe masaa 40 kwa mwanafunzi wa cabin crew ili aweze kuwa na uelewa kuhusiana na masuala ya aviation medicine pamoja na first aid. Lakini tumeona kwa masaa yote 40 ukimweka darasani unapoteza muda mwingi sana, na wakati ni zile
vitendo vinafanywa tu kwa siku moja. Kwa hiyo tumeona hizi siku 4 zote ziwe ni siku za nadharia, lakini tuzifanye ziwe katika online platform. Hata mtu akiwa sehemu yoyote awe ana uhakika anaweza kuingia kwenye mtandao na kujisomea. Na ile siku ya mwisho iliyobaki itatengenezwa kwa ajili ya siku ya mitihani na siku ya kufanya zile kufanya practicals kwa ajili ya mitihani ya practicals.